Na siku ya leo niko na mwenzangu mtangazaji ambaye tunakuwa naye katika kisima hichi cha habari cha Tukutani TV, Dynamic Malembe wa TKTV. Yesa, ndo tutakwenda kufanya naye uchambuzi wa siku ya leo kuhusiana na hali ya usalama ambayo inaendelea huku mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pendo mtazamaji, tupatie muda wako popote ambapo unatufata, tupe muda wako tosha. Tazama mwanzo hadi mwisho usikie kile ambacho tumekuandalia siku ya leo, na kitakwenda kukujenga na kukupa matumaini tosha endapo wewe ni Mkongomani huko nje ya nchi na huko ndani ya nchi. Kitakwenda kukupa matumaini tosha kwa yote ambayo tutakwenda kuzungumuza siku ya leo. Tunakukaribisha rasmi na karibu tena mwenzangu Dynamic Malembe katika uchambuzi wetu wa siku ya leo. Na asante sana ndugu Juma J Masuku kwa ukaribisho wako tena kwa mara nyingine, na kwa utambulisho wote ambao ulikwenda kutoa kwa wale ambao wanatazama runinga ya TKTV, na nafikiri kabisa hakuna haja ya kujitambulisha kwa sababu wote ulikwenda kuambia jina langu na walio wengi wananifahamu. Asante sana. Na mpendwa mtazamaji, siku ya leo tutakuwa na pointi ambazo tutakwenda kuziongelea Dynamic Malembe, na pointi ya kwanza ni kuhusiana na mji wetu wa Baraka ambapo usalama umeonekana kuwa ni mdogo kuhusiana na risasi ambazo zinalia kila kukicha, yani mchana kama vile usiku risasi zinalia, na hivyo inasababisha hali ya maisha hapa yanakuwa magumu sana kwa sababu watu wengi hawajishughulishi na chochote. Na pointi ya pili mwenzangu Malembe, tutakwenda kuongelea kuhusiana na hali ya usalama yaonekana kuwa mdogo, yaripotiwa kuwa ndogo hapo tarafani Uvira ambapo wazalendo wanakuwa wapatani wao kwa wao, pia na jeshi la taifa FARDC hawapatani kabisa, na hiyo inasababisha usalama kuwa mdogo. Kuna mzozo unaoendelea huko. Yes, Uvira kabisa kuna mzozo ambao unaendelea, na inasemekana kwamba ni chanzo mojawapo ambapo wazalendo na jeshi la taifa FARDC hawafanikisha kabisa kuingia ndani ya mji wa Bukavu ili kwenda kukomboa mji huo. Pointi yetu ya tatu ni kuhusiana na FARDC ambayo ilionekana hapo mwanzo kwamba ni dhaifu, kwa sababu tulikuwa tunasikia wanakimbia mji, wanaacha wanatupa vifaa vyao vya vita, wanavitupa, na hapo mwanzo ilionekana kuwa dhaifu. Na siku ya leo tunashangazwa na habari ambapo zipo surprise kwamba wazalendo pamoja na DC kwa mrazi imeingia tarafani Walikale pamoja na Masisi, wameishikilia hiyo no comment, na hiyo kabisa imehakikishwa, habari zipo za uhakika. Na mwisho point yetu ambayo tutakwenda kuiongea ambayo inaonekana kwamba ni nzuri kidogo kwa upande wa Wakongomani, inaonekana kwamba ni habari nzuri, fununu ambazo ni makubaliano kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Marekani, na hizo fununu zipo kwa sasa zinatambaa mitandaoni, ila kwetu sisi hatujapata uhakikisho. Na nadhani kwamba tuko na wewe hapa mtangazaji mahiri zaidi sana ambaye tunakupenda kwa ajili ya uchambuzi, tutakwenda kupata habari nzuri kuhusiana na fununu hizo. Tuanze hapa mjini Baraka ambapo hali ya usalama inaonekana kuwa ndogo na maisha yanakuwa magumu. Malembe, wafanyabiashara hawahatoki hapa mjini Baraka kwenda kurangua biashara vyovyote vile kuhusiana na hali ya usalama. Kwanza hapa risasi zinarindima kila siku, na raia wengi wanajiuliza viongozi hawachukulii hatua hii swala ya risasi kila siku kulia hapa mjini Baraka. Unafikiria hiki kitu ni kitu gani, na hizo risasi zinapigwa kwa nini? Na asante sana ndugu Juma J Masuku kwa mada yako, au niseme katika uchambuzi wa siku leo kulingana na hali ya usalama iliyopo mashariki mwa nchi ya Kongo, hususan Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini. Na kama nilitoa kusikia kuna pointi ya pili kulingana na hapa sijakujibu. Pointi ya kwanza nimesikia umesema kuna mzozo unaoendelea kati ya makundi ya wazalendo tarafani Uvira au tuseme na FARDC. Mimi naweza nikashangazwa na hilo jambo kwamba wazalendo kuchukuliana utofauti kati yao, lakini tuanze na habari na pointi ya kwanza kuhusiana na mtu. Mimi nafikiri kwa swali lako Juma J Masuku ni kwamba mjini Baraka kuko jeshi la taifa FARDC. Mjini Baraka kuko majeshi tofauti ya wazalendo. Kuna kundi la Mheshimiwa Zelambuma, kuna kundi lake Ebuela Mtetezi, kuna kundi la SNPCC ya William Amoi ya Kutumba na makundi mengine ambayo yako katika mji wa Baraka. Nafikiri kwamba milio ya risasi inasababishwa na hatua moja au nyingine, na zaidi sana ninavyokwenda kuchunguza ni kwamba hii milio ya risasi inakwenda kusababishwa na niseme wezi.
ya magaidi ambao wao wanachukua silaha na kuwa wanapora watu, na tujui ni kiasi gani au wezi wanakuwa wanapata zile silaha, tujui wanazitoa wapi. Lakini nitakwenda kuzungumza kitu kimoja, ni kwamba mjini Baraka chanzo nyingine kama ungekwenda kuuliza sababu ya milio ya risasi inakwenda kukosesha amani raia walio wengi katika mji wa Baraka, kwa sababu kila kukicha kuna kwenda kusikika milio ya risasi. Na hii ni kwa sababu ya kuzagaa ovyo. Niseme bunduki, kwa sababu kila mtu anajichukulia, niseme wezi, hatujui wanazitoa wapi hizo risasi wanazokwenda kuzitumikisha. Na watu wengine tu, tuseme katika makundi ya wazalendo. Nitakwenda kuchukua mfano. Kwa nini nimesema katika makundi ya wazalendo? Labda watu wanaweza kanifikiria vibaya na kuwa wanasema kwamba mtangazaji amekwenda kuongelea vibaya kwenye hiyo pointi. Hapa miezi iliyopita tulikwenda kutangaza appointment ya kamanda wa sekta ya operation ya vita yake William Amuri Yakutumba, ambaye anaitwa kwa jina la wanamuita Mamadu. Huyu ni kiongozi ambaye amebaki na makundi ya wazalendo ya SNPCC yake William Amuri Yakutumba katika mji wa Baraka na tarafani Fizi kwa pamoja. Alikwenda kusema kwamba kuna makundi mengi ya wazalendo ambao wamekwenda kuingia. Na yale makundi hayajiorodheshi kwenye yeye yuko, kwa sababu yeye alikwenda kusimama kama moja kati ya yani tuseme msimamizi ambaye aliachiwa uongozi wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka kwa pekee. So kila kundi la wazalendo ambalo linaweza kuja likaingia tarafani Fizi na kuingia tuseme hususa hapa Baraka, kwa sababu yeye ameweka kambi yake Baraka, ninapaswa kujorozesha kwenye yeye yuko. Lakini alikwenda kushikwa na bumbuazi, alikwenda kushangazwa na kuona kwamba makundi mengi ya wazalendo yameingia katika mji wa Baraka. Hajui viongozi ni wakina nani, hawajorozeshi kule kwenye orodha yake. Wewe unafikiria nini raia itafikiria nini kuhusiana na hilo swala? Yaani kama raia iko kwenye hatari kwa sababu hayo makundi yote hajulikani. Alikwenda kutoa sasa solution ya yale makundi ili mradi ya kwende kujiunga. Hata Emerite Tabisha, meya wa mji makamu, alikwenda kuzungumza vizuri tu, alikwenda kupeleka lalamiko lake na wito kwa makundi yote kwamba waungane kwa pamoja, na yule ambaye anashika silaha ovyo waweke silaha chini. Najua Emerite alikwenda kuzungumza akasema kwamba yule anayehusika na makundi yote awaitishi wale wote, na wale wanaotumia ovyo bunduki waziweke chini. Na je, kuhusiana na kitu ambacho kinashangaza kwa sasa kuhusiana na askari polisi wa mji wa Baraka na FARDC, yani tunaweza tukasema security yote ya mji wa Baraka, kwa nini haizungumzi chochote, haifanyi chochote kuhusiana na hali halisi ya mji wa Baraka ya risasi kila siku? Mimi nafikiri kwamba Emerite Tabisha akizungumza kitu basi imetokana na askari polisi, imetokana na askari jeshi, kwa sababu yeye amesimamia mji. Na mpaka sasa hata kama tutakwenda kusikiliza maoni ya FARDC, tukisikiliza maoni ya mkubwa wa mji, basi ndio maana nimekuzungumzia kwamba nilizungumzia kuhusiana na Mamadu ambaye alikwenda kuitisha wazalendo wote waende kujiunga ili milio ya risasi kwenda na mpaka tunavyozungumza hapa na tunakwenda kushuhudia kuna milio imepunguka, sio kama zamani. Juma J Masuku, hapo awali kipindi tulisikia kwamba William Amuri Yakutumba amekwenda Uvira na mji wa Goma Bukavu kwenda kushikwa, kulikuwa kuna sikika milio mingi sana hapa mjini Baraka. Yani uko nasikia watu wanaporwa ovyo, watu wananyanyaswa ovyo. Lakini ukikwenda kuingilia kati, mzalendo sio yule ambaye ananyanyasa raia. Mzalendo hawezi akamuibia raia, mzalendo hawezi akamuomba raia chochote kile tofauti na msaada. Na maana mzalendo ni mtu ambaye anachunga raia. Sasa baada ya Mamadu kwenda kutoa ule wito, wazalendo wote wasije wakanyanyasa raia, kwa sababu Mamadu alikuwa wazi. Alikwenda kuzungumza kwamba hapa Baraka kuna makundi mengine yamekuja kunyanyasa raia. Kuna wengine ni wezi lakini wanatumia jina mzalendo. So ni kuchafuliana majina. Juma J, utakuta watu wanapiga risasi ovyo mji wa Baraka, alafu baadaye watu wanatangazia watu asubuhi ni wazalendo, kumbe ni wezi tu. Waporaji wamechukua jina la wazalendo wakajipachika, wakawa wanajiita wazalendo. Hapo ndo raia inataka ielewe vizuri, inataka kujua vizuri kwa nini kama sio wazalendo ambao wanapiga hizi risasi kila kukicha, kwa nini wazalendo wasichukue hilo jukumu mkononi na kuweza kutafutana na hao wezi ili kuweza kudumisha usalama? Naam, siku za hivi nyuma nilikwenda kusikia malalamiko ya Zilambuma. Zilambuma alisema yeye sasa anataka kuanza kuingia kati, anataka kuanza kutembea mwenyewe usiku, akikutana na mtu
bwana, yeye akikutana mtu sijui kuna mawili. Alisema kwa sababu alikuja kujikuta kwamba kuna watu wanapachika na kudharaulisha majina yao wazalendo. Zilambo makaseme bana, mimi nitakuwa nafanya patrol mimi mwenyewe. Kwa sababu naona milio ya risasi nasikika sasa na watu kuzingishia majina yetu si wazalendo. Ina maana hatua ya usalama wa raia tayari imechukuliwa na wazalendo, nafikiri kwamba hakuna tatizo lolote. Na hiyo kama hiyo hatua imeshaanza kuchukuliwa kimdomo, bado haijawekwa kwenye matendo. Unajua kwamba inaleta tatizo kubwa kwa raia kwa sasa. Biashara vyao hawana amani wakisikia risasi usiku. Yani mtu ambaye ana duka yake anaanza kuwaza mengi. Wengine wamehamisha biashara vyao manyumbani kuhusiana na hali ya risasi kila siku kulia. Je, hiyo hatua ya kuchukua mdomo, hatua kwenye mdomo bila kufanya matendo, ni kama inaumiza sana raia? Juma J Masuku, unajua watu wanatakiwa kuelewa kitu kimoja. Sisi watangazaji tunaweza tukasema kwamba ni wapasha habari na tunakuja pale kuwaweka raia katika njia iliyo sawa. Unajua tunatakiwa tuambie raia kitu kimoja kwamba kuna kitu kinaitwa panic. Jazba. Ni kwenda kusema kwamba sisi ripoti ambayo tunayo si watangazaji ni kwamba mji umetulia. Sio kimaneno tu, lakini kimatendo. Mimi mwenyewe nilikwenda kushuhudia milio yasikiki tena kama zamani. Nakwambia Juma J, hapo mwanzo kulikuwa mitafaruku ya hatari, kulikuwa nishike yani ilikuwa nishike niache. Lakini kwa sasa nafikiri kwamba raia kitu kimoja kikubwa, kitu ambacho nitakwenda kuzungumza kuhusiana hiyo swali ni jazba. Raia waache ile ambayo inaitwa paniki. Raia wanajishuku wenyewe kujiletea habari zisizokuwa za kweli. Ukisikika milio mbili tu nasikia hivi Baraka kumeingiwa. Mtu ana simu yake tu anatuma audio. Hivi Baraka, hivi M23, yani mambo watu wanakuwa wanajipandisha jazba wenyewe. Watu Juma J, watu wamehama usikia habari. Watu wamehama mji wa Baraka mpaka ninavyozungumza mimi na wewe mpaka sasa hivi. Yani bora kile kipindi cha maji. Kile kipindi maji yalikuwa yameingia, watu walikuwa wanahamia kwenye mitaa mingine. Lakini hiki kipindi ambacho usalama ulikuwa mdogo, ndugu yangu, walikuwa nakwambia hivi washakuwa Makobola. M23 washakuwa sijui Kalunja. Sasa unajiuliza watakuwa Makobola vipi na wakati ya Kutumba yuko tayari Kamanyola? Walipita njia ya wapi? Ina maana raia wanajichukulia wenyewe, yani jazba. Hivi kuna habari utakuta mtu mwenye yuko Ulaya anajua habari ya usalama wa Baraka kuzidi sisi wa Baraka. Hivi unasikia hii habari? Mtu anatangaza kwamba hivi Baraka kunaingia watu 12 wanavalia sare za hivi na sisi wa Baraka hatujawaona. Acha mimi ni kuunge mkono kidogo kwa hilo ambalo umesema kwamba kwa sasa usalama umerejea kwa percent nyingi sana, kama percent 70-75 hivi. Na walioko Ulaya wanatakiwa Ulaya na Marekani wanatakiwa wajua vile, kwa sababu wao ndio wa kwanza kuleta jazba kwenye raia wao. Ningetaka sasa waonyeshe raia, yani waonyeshe raia inabidi waanze kazi zao kama kawaida, kwa sababu kama raia ifanye kazi zao kama kawaida, hali ya maisha imekuwa magumu sana. Biashara vingi, mafuta, essence kupanda bei, kila kitu kimeharibika hapa mjini Baraka. Raia anatakiwa kuelewa ni kulingana na ukosefu wa usalama wewe yanatokea tu, sio DRC. Je, kwa sasa wanaweza kuanza sasa biashara vyao kuanza kutumika kawaida? Wako huru zaidi sana, kwa sababu hakuna raia yeyote anayenyanyaswa mpaka sasa hivi, kwa sababu wazalendo walichukua jukumu lao na wakasema no, jina letu linakuwa kama kisingizio. Na wakachukua usalama wa mji mpaka sasa mji mzima uko kimya kabisa, ni free. Asante sana. Labda tuachane na hapa mjini Baraka ambapo kwa sasa mwenzangu Dynamic Malembe ameweza kunihakikishia kwa percent nyingi kwamba kuna usalama kabisa ambao umeendelea kuboreshwa na wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC wakishirikiana na askari polisi. Usalama umeanza kuonekana, na hivyo anatoa wito tu kwa raia wote ambao wanapatikana mjini Baraka waanze kufanya kazi zao bila tatizo yoyote, kwa sababu maisha yameanza kuwa mabaya mjini Baraka. Raia haijishughulishi ipasavyo. Tujelekeze hapo mjini Uvira ambapo hali ya usalama kwa sasa sio nzuri. Unajua Uvira kutokuwepo usalama mzuri nao imechangia Baraka maisha kuzoofika, kwa sababu benki ambazo Baraka hapa inategemea ni benki ambazo zinapatikana hapo mjini Uvira. Makongomani, yani pesa za kikongomani hapa mjini hazionekani ipasavyo, yani hazipatikani ipasavyo, na hiyo imekuwa ni hali ngumu kwa maisha ya watu hapa Baraka na hapo Uvira. Yasemekana kwamba mjini Uvira kuna wazalendo wao kwa wao hawapatani, makundi hayapatani, pamoja na jeshi letu la taifa
taifa FARDC hawapatani, na hiyo imeleta mzozo mkubwa ambao unasababisha mpaka sasa adui afuatiliwi na apigwi ipasavyo. Dynamic Malembe, kwa mtizamo wako wewe unafikiria hili linasababishwa na nini? Na Juma J, mimi ninakuwa na kizuizi katika kujibu hiyo swali, kwa sababu mimi katika uchambuzi wangu wa hali ya usalama na kivita nimefanya uchambuzi takriban safari kama 6 kulingana na hali ya usalama mashariki mwa nchi na hususa hapo mjini Uvira, lakini mpaka sasa nilikwenda kushindwa kufanya uchambuzi kulingana na hilo swala, kwa sababu hivi tukwende tuulizane, na hata mtazamaji anayekwenda kutusikiliza na kutuangalia mpaka sasa hivi akisikia kwamba kuna kautofauti kati ya wazalendo wao kwa wao. Na hapa nimetoka kuzungumza kwamba wazalendo watakwenda kuweka usalama ulio kamili Uvira, kwa mrazi mji wa Baraka. Sasa isikike kwamba kuna tofauti kati ya majeshi ya wazalendo mjini Uvira. Tuseme hali ya mjini Baraka ndo hali ya mjini Uvira, kwa sababu risasi nazo zinalia sana. Baraka na Uvira ni tofauti kwa sababu hapa hakuna ugaidi, hakuna tofauti wa wazalendo wao kwa wao. Hapa hakuna mabishano. Ndio. Yeah. Sasa mabishano yametokea ni hapo Uvira. Uvira nilivyokwenda kufuata nilikwenda kuzungumza na moja kati ya mashirika ya kiraia kama vile mkuu wa shirika la raia Machozi ya Rea mjini Uvira alisema kwamba kuna ka ubaguzi tuseme kati yao. Nilikwenda kusikia kama wazalendo wa Fulero, wazalendo wa Kibembe, sijui nini. Kumekuwa kuna mitafaruku imeanza kuingia kati yao. Yaani nimeshindwa kuelewa hususan nini ambacho kinaweza kwenda kuwasambaza wazalendo. Lakini acha nikwende kusema, japokuwa sitakosa nini la kuzungumza kwenye hiyo point. Sio vizuri wazalendo wao kwa wao kusikika tena kuona vurugo, kwa sababu mpaka sasa raia 100% raia wamekwenda kulisifu sana jina la wazalendo, ndugu yangu. Yaani mpaka sasa raia wanakuambia ngao yao namba 1 ni wazalendo. Hapa Baraka kwanza, kama kuna baadhi ya watu wana imani ya kuishi Baraka kukimbia, ni kwa sababu mzalendo yuko Uvira. Ndio. Walikwenda kusikia kwamba kizuizi na kibambazi cha kuzuia adui kiko Uvira. So raia yote ambaye ana akili zake nizamu tu za kuenea, ana akili zake timamu, hawezi akawa na jazba na habari za wasiwasi, kwa sababu anajua mzalendo yuko Uvira. Ya, laiti mzalendo angekuwa amesimamia Makobola, tarafa la Fizi, ningekuwa na wasiwasi. Lakini mzalendo yuko mbele na Uvira mbele. Sasa kuna kuwa na tatizo lingine, raia wanajiuliza maswali tosha. Government ya jimbo imehamia mjini Uvira. Kwa nini government isichukue jukumu hilo la kuweza kuwaweka chini, kuweza kuwapatanisha, waelewane vizuri, ili wenzetu walioko mjini Bukavu wakombolewe haraka iwezekanavyo? Msingi tu wazalendo walioko huko kama watakuwa naleta mtafaruko, sisi kama watangazaji tunatokashauri kwamba kusiwe na ujimimi. Usije ile ambayo inasema General William Amuri ya Kutumba. Kusiwe na ujimimi, kwa sababu kama ujimimi utaingia na tamaa za kila mtu kujipendelea katika kundi lake, litaleta kugawanyika kwa makundi, na kugawanyika kwa makundi. Kwanza hizi habari za kusema kwamba kuna utofauti tayari ni kuwapa njia adui, Juma J. Kuna utofauti sijui nini, haitakiwi kuzungumzwa. So akupashi kuwa na migawanyiko, akupashi kuwa na makundi watu kuleta mitafaruko wazalendo wao kwa wao, kwa sababu litaleta chachu nyingine na litaleta kelele nyingine na vurugo nyingine, na itasababisha hata adui kuwa na furaha. Kwenda nikupatia habari moja ambazo labda hujui. Hapa juzi kulikuwa na habari za William Amuri ya Kutumba kwenda kupoteza maisha. Kwenye mitandao ya kijamii kulikwenda kuvuma hizo habari kwamba Amuri ya Kutumba amekufa, amefariki dunia, alikwenda kupigana sijui wapi. Sasa watu walisherekea, ndugu yangu, sio huko nje, tusikwende kutaja majina ni wapi. Maadui walisherekea, nafikiri vile watu walitakiwa kupiga ngoma na kengele. Wakakwenda kusikia yule aliyekuwa anawasumbua. Sasa ujiulize, sasa kukija na habari kwamba wao kwa wanaanza kubebana, watafurahi zaidi. Lakini zile habari zilikuwa za uongo, kubebea tu, ni kutaka raia wavunjike moyo kusikia Amuri William ya Kutumba, lakini ni mzima na uzima wake. So hizo habari ni habari za kuleta matengano kwa raia na kuleta mashaka ndani ya mioyo ya raia. So wajisikie, ningekwenda kushauri kwamba wazalendo wangekwenda kukaa pamoja, wasaidie raia na kusaidia jeshi la taifa FARDC, kwa sababu wao ndio watakwenda kuliokoa ili jeshi
Wao wanakwenda kuokoa taifa. Na mjini Bukavu hali yaendelea kuwa tete. Dinamiki Malembe, tutoke kwanza mjini Uvira tuelekee mjini Bukavu ambapo hali yaendelea kuwa tete. Maiti inaokotwa kila leo, zinaokotwa kila leo sana. Na mpaka sasa watu wanajiuliza hivi tatizo haswa ni nini? Tatizo haswa ni nini ambalo linasababisha raia wanaenda kufa hivyo? Na huku wengi wao wanatuma hata audio, wanatuma hata message wakiwalilia wazalendo, mbona wamechelewa sana kuingia mjini Bukavu, watu wataisha. Asante sana. Juma J Masuku, na jambo moja nataka niambie raia wote wa nchi ya Kongo. Nilikwenda kufata mazungumzo ya Rais Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi ambaye ni kiongozi namba 1 wa nchi ya DRC. Katika moja ya mazungumzo yake na neno ambalo alikwenda kuambia taifa, niseme diskuru katika lugha la Kifaransa. Juma J, hivi vita sio vita vya FARDC. Hivi sio vita vya wazalendo. Hivi sio vita vya chama cha UDPS. Hivi sio vita vya ENC. Hivi sio vita sijui chama kingine, na sio vita cha UDPS, chama kilichopo madarakani, na vyama ambavyo ni vya upinzani. No. Hivi ni vita vya wakongomani wote, na kila raia mkongomani ambaye anajijua ni mkongomani anatakiwa kujua kwamba hivi vita anatakiwa kuvipambania. Vita vinapambaniwa katika njia nyingi. Njia ya kwanza ni risasi, ni kusukuma adui. Njia ya pili ni mkongomani kuto kuvuzisha habari za uongo. Njia ya tatu ni mkongomani kuto kurahisisha maadui njia ya kuingia. Kama jinsi ambavyo walikwenda kuingia Goma, Bukavu. Mwisho wa siku tukao tunalaumu jeshi la taifa FARDC. Waliouza ule mji sio taifa, sio jeshi ndugu yangu. Waliouza mji wa Bukavu na Goma sio jeshi, sio mzalendo, sio government, sio mawaziri, sio wabunge, sio rais. Mji ulikwenda kuuzwa na sisi wenyewe raia wa Kongomani. Tulikwenda kusababisha maadui kwenda kuingia katika mji wa Goma na Bukavu. Sasa tulikwenda kuwaingiza huku tukiimba kwamba watu walikuwa wanaimba kwamba ukombozi umeingia. Ukombozi umefika, hivi tumekwenda kukombolewa. Ndio maana nikwambia hivi vita na hapo kwanza cha kushangaza wao ukombozi ulianza toka miaka 1990 na walikuja na RCD, walikuja hivyo na ukombozi wakaja kama ilikuwa ni mwaka 2003 na 4 wakaja na CNDP. Sisi raia wa Kongomani wakaja tena 2008 wamekuja na jina lingine kwamba ni wakombozi na wakombozi. Juma J, raia wanatakiwa kujua kwamba wanatakiwa kuwa na nidhamu na akili zinazoangalia mbele. Ndio. Kwa nini nimesema hivyo? Ukombozi ulikuja Goma kulingana na lugha zao. Ukombozi umeingia Bukavu. Sasa kama ukombozi uliingia Goma, kwa nini kila siku kukutwa maiti? Na hizi siku nilisikia kwamba kuna vibarua vinapelekwa, mashirika ya kiraia wanalalamika. Na kitu ambacho wanatakiwa kujua kwamba Bukavu na Goma kwamba watu watakao kwenda kukomboa ule mji ni raia wenyewe. Namna raia walivyokwenda kuitika ule ukombozi kuingia, ni wao pia waitike tena ule ukombozi utoke. Yaani unataka kuniambia kwamba wao wenyewe raia waamshe mule ndani waamshe. Nini maana ya ile ambayo tunafunzwa shuleni kwamba wanaselafuati peuple pale peuple et pour le peuple? Maana nini? Ina maana kwamba uongozi ni raia. Ndugu yangu, raia wakiingia leo mtaani atumpendi fulani, ndugu yangu mtu andisi. Mjini Baraka kuko majeshi tofauti ya wazalendo. Kuna kundi la Mheshimiwa Zelambuma, kuna kundi lake Ebuela Mtetezi, kuna kundi la SNPCC ya William Amoi ya Kutumba na makundi mengine ambayo yako katika mji wa Baraka. Nafikiri kwamba milio ya risasi inasababishwa na hatua moja au nyingine, na zaidi sana ninavyokwenda kuchunguza ni kwamba hii milio ya risasi inakwenda kusababishwa na niseme wezi ya magaidi ambao wao wanachukua silaha na kuwa wanapora watu, na tujui ni kiasi gani hao wezi wanakuwa wanapata zile silaha, tujui wanazitoa wapi. Lakini nitakwenda kuzungumza kitu kimoja, ni kwamba mjini Baraka chanzo nyingine kama ungekwenda kuuliza sababu ya milio ya risasi inakwenda kukosesha amani raia walio wengi katika mji wa Baraka, kwa sababu kila kukicha kuna kwenda kusikika milio ya risasi. Na hii ni kwa sababu ya kuzagaa ovyo. Niseme bunduki, kwa sababu kila mtu anajichukulia, niseme wezi, hatujui wanazitoa wapi hizo risasi wanazokwenda kuzitumikisha. Na watu wengine tu tuseme katika makundi ya wazalendo. Nitakwenda kuchukua mfano.
Kwa nini nimesema katika makundi ya wazalendo? Labda watu wanaweza kanifikiria vibaya na kuwa wanasema kwamba mtangazaji amekwenda kuongelea vibaya kwenye hiyo pointi. Hapa miezi iliyopita tulikwenda kutangaza appointment ya kamanda wa sekta ya operation ya vita yake William Amuri Yakutumba, ambaye anaitwa kwa jina la wanamuita Mamadu. Yeah, huyu ni kiongozi ambaye amebaki na makundi ya wazalendo ya SNPCC yake William Amuri Yakutumba katika mji wa Baraka na tarafani Fizi kwa pamoja. Alikwenda kusema kwamba kuna makundi mengi ya wazalendo ambao wamekwenda kuingia. Na yale makundi hayajiorodheshi kwenye yeye yuko, kwa sababu yeye alikwenda kusimama kama mmoja kati ya yani tuseme msimamizi ambaye aliachiwa uongozi wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka kwa pekee. So kila kundi la wazalendo ambalo linaweza kuja likaingia tarafani Fizi na kuingia tuseme hususa hapa Baraka, kwa sababu yeye ameweka kambi yake Baraka, ninapaswa kujorozesha kwenye yeye yuko. Lakini alikwenda kushikwa na bumbuazi, alikwenda kushangazwa na kuona kwamba makundi mengi ya wazalendo yameingia katika mji wa Baraka. Hajui viongozi ni wakina nani, hawajorozeshi kule kwenye orodha yake. Wewe unafikiria nini raia itafikiria nini kuhusiana na hilo swala? Yaani kama raia iko kwenye hatari kwa sababu hayo makundi yote hajulikani. Alikwenda kutoa sasa solution ya yale makundi ili mradi ya kwenda kujiunga. Hata Emerite Tabisha, meya wa mji makamu, alikwenda kuzungumza vizuri tu, alikwenda kupeleka lalamiko lake na wito kwa makundi yote kwamba waungane kwa pamoja, na yule ambaye anashika silaha ovyo waweke silaha chini. Najua Emerite alikwenda kuzungumza akasema kwamba yule anayehusika na makundi yote awaitishi wale wote, na wale wanaotumia ovyo bunduki waziweke chini. Na je, kuhusiana na kitu ambacho kinashangaza kwa sasa kuhusiana na askari polisi wa mji wa Baraka na FARDC, yani tunaweza tukasema security yote ya mji wa Baraka, kwa nini haizungumzi chochote, haifanyi chochote kuhusiana na hali halisi ya mji wa Baraka ya risasi kila siku? Mimi nafikiri kwamba Emerite Tabisha akizungumza kitu basi imetokana na askari polisi, imetokana na askari jeshi, kwa sababu yeye amesimamia mji. Na mpaka sasa hata kama tutakwenda kusikiliza maoni ya FARDC, tukisikiliza maoni ya mkubwa wa mji basi. Ndio maana nimekuzungumzia kwamba nilizungumzia kuhusiana na Mamadu ambaye alikwenda kuitisha wazalendo wote waende kujiunga ili milio ya risasi kwenda na mpaka tunavyozungumza hapa na tunakwenda kushuhudia kuna milio imepunguka, sio kama zamani. Juma J Masuku, hapo awali kipindi tulisikia kwamba William Amuri Yakutumba amekwenda Uvira na mji wa Goma Bukavu kwenda kushikwa, kulikuwa kunasikika milio mingi sana hapa mjini Baraka. Yaani uko nasikia watu wanaporwa ovyo, watu wananyanyaswa ovyo. Lakini ukikwenda kuingilia kati, mzalendo sio yule ambaye ananyanyasa raia. Mzalendo hawezi akamuibia raia, mzalendo hawezi akamuomba raia chochote kile tofauti na msaada. Na maana mzalendo ni mtu ambaye anachunga raia. Sasa baada ya Mamadu kwenda kutoa ule wito, wazalendo wote wasije wakanyanyasa raia, kwa sababu Mamadu alikuwa wazi. Alikwenda kuzungumza kwamba hapa Baraka kuna makundi mengine yamekuja kunyanyasa raia. Kuna wengine ni wezi lakini wanatumia jina mzalendo. So ni kuchafuliana majina. Juma J, utakuta watu wanapiga risasi ovyo mji wa Baraka, alafu baadaye watu wanatangazia watu asubuhi ni wazalendo, kumbe ni wezi tu. Waporaji wamechukua jina la wazalendo wakajipachika, wakawa wanajiita wazalendo. Hapo ndo raia inataka ielewe vizuri, inataka kujua vizuri kwa nini kama sio wazalendo ambao wanapiga hizi risasi kila kukicha, kwa nini wazalendo wasichukue hilo jukumu mkononi na kuweza kutafutana na hao wezi ili kuweza kudumisha usalama? Naam, siku za hivi nyuma nilikwenda kusikia malalamiko ya Zilambuma. Zilambuma alisema yeye sasa anataka kuanza kuingia kati, anataka kuanza kutembea mwenyewe usiku, akikutana na mtu bwana, yeye akikutana na mtu sijui kuna mawili. Alisema kwa sababu alikuja kujikuta kwamba kuna watu wanapachika na kuzaraulisha majina yao wazalendo. Zilambuma akasema bana, mimi nitakuwa nafanya patrol mimi mwenyewe. Kwa sababu naona milio ya risasi nasikika sasa na watu kuzingishia majina yetu sisi wazalendo. Ina maana hatua ya usalama wa raia tayari imechukuliwa na wazalendo, nafikiri kwamba hakuna tatizo lolote. Na hiyo kama hiyo hatua imeshaanza kuchukuliwa kimdomo, bado haijawekwa kwenye matendo, unajua kwamba inaleta tatizo kubwa kwa raia. Kwa sasa biashara vyao hawana amani wakisikia risasi usiku. Yani mtu ambaye ana duka yake anaanza kuwaza mengi, wengine wamehamisha biashara vyao manyumbani kuhusiana na hali ya risasi kila siku kulia. Je, hiyo hatua ya kuchukua mdomo, hatua kwenye mdomo bila kufanya matendo, ni kama inaumiza sana raia? Juma J Masuku, unajua
watu wanatakiwa kuelewa kitu kimoja. Sisi watangazaji tunaweza tukasema kwamba ni wapasha habari na tunakuja pale kuwaweka raia katika njia iliyo sawa. Unajua tunatakiwa tuambie raia kitu kimoja kwamba kuna kitu kinaitwa panic. Ya jazba. Ni kwenda kusema kwamba sisi ripoti ambayo tunayo si watangazaji ni kwamba mji umetulia. Sio kimaneno tu, lakini kimatendo. Mimi mwenyewe nilikwenda kushuhudia milio haisikiki tena kama zamani. Nakwambia Juma J, hapo mwanzo kulikuwa mitafaruku ya hatari, kulikuwa nishike yani ilikuwa nishike niache. Ya, lakini kwa sasa nafikiri kwamba raia kitu kimoja kikubwa, kitu ambacho nitakwenda kuzungumza kuhusiana hiyo swali ni jazba. Raia waache ile ambayo inaitwa paniki. Raia wanajishuku wenyewe kujiletea habari zisizokuwa za kweli. Ukisikika milio mbili tu nasikia hivi Baraka kumeingiwa. Mtu ana simu yake tu anatuma audio. Hivi Baraka, hivi M23, yani mambo watu wanakuwa wanajipandisha jazba wenyewe. Watu Juma J, watu wamehama usikia habari. Watu wamehama mji wa Baraka mpaka ninavyozungumza mimi na wewe mpaka sasa hivi. Yani bora kile kipindi cha maji. Ya, kile kipindi maji yalikuwa yameingia, watu walikuwa wanahamia kwenye mitaa mingine. Lakini hiki kipindi ambacho usalama ulikuwa mdogo, ndugu yangu, walikuwa nakwambia hivi washakuwa Makobola. M23 washakuwa sijui Kalunja. Sasa unajiuliza watakuwa Makobola vipi na wakati ya Kutumba yuko tayari Kamanyola? Walipita njia ya wapi? Ina maana raia wanajichukulia wenyewe, yani jazba. Hivi kuna habari utakuta mtu mwenye yuko Ulaya anajua habari ya usalama wa Baraka kuzidi sisi wa Baraka. Hivi unasikia hii habari? Mtu anatangaza kwamba hivi Baraka kunaingia watu 12 wanapalia sare za hivi na sisi wa Baraka hatujawaona. Acha mimi ni kuunge mkono kidogo kwa hilo ambalo umesema kwamba kwa sasa usalama umerejea kwa percent nyingi sana, kama percent 70-75 hivi. Na walioko Ulaya wanatakiwa Ulaya na Marekani wanatakiwa wajua vile, kwa sababu wao ndio wa kwanza kuleta jazba kwenye raia wao. Ningetaka sasa waonyeshe raia, yani waonyeshe raia inabidi waanze kazi zao kama kawaida, kwa sababu kama raia ifanye kazi zao kama kawaida, hali ya maisha imekuwa magumu sana, biashara vingi, mafuta, essence kupanda bei, kila kitu mpaka sasa kitu kimeharibika hapa mjini Baraka. Raia anatakiwa kuelewa ni kulingana na ukosefu wa usalama wewe yanatokea tu, sio DRC. Je, kwa sasa wanaweza kuanza sasa biashara vyao kuanza kutumika kawaida? Wako huru zaidi sana, kwa sababu hakuna raia yeyote anayenyanyaswa mpaka sasa hivi, kwa sababu wazalendo walichukua jukumu lao na wakasema no, jina letu linakuwa kama kisingizio. Na wakachukua usalama wa mji mpaka sasa mji mzima uko kimya kabisa, ni free. Asante sana. Labda tuachane na hapa mjini Baraka ambapo kwa sasa mwenzangu Dynamic Malembe ameweza kunihakikishia kwa percent nyingi kwamba kuna usalama kabisa ambao umeendelea kuboreshwa na wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC wakishirikiana na askari polisi. Usalama umeanza kuonekana, na hivyo anatoa wito tu kwa raia wote ambao wanapatikana mjini Baraka waanze kufanya kazi zao bila tatizo yoyote, kwa sababu maisha yameanza kuwa mabaya mjini Baraka, raia haijishughulishi ipasavyo. Tujelekeze hapo mjini Uvira ambapo hali ya usalama kwa sasa sio nzuri. Unajua Uvira kutokuwepo usalama mzuri nao imechangia Baraka maisha kuzoofika, kwa sababu benki ambazo Baraka hapa inategemea ni benki ambazo zinapatikana hapo mjini Uvira. Makongomani, yani pesa za kikongomani hapa mjini hazionekani ipasavyo, yani hazipatikani ipasavyo, na hiyo imekuwa ni hali ngumu kwa maisha ya watu hapa Baraka na hapo Uvira. Yasemekana kwamba mjini Uvira kuna wazalendo wao kwa wao hawapatani, makundi hayapatani, pamoja na jeshi letu la taifa FARDC hawapatani, na hiyo imeleta mzozo mkubwa ambao unasababisha mpaka sasa adui afuatiliwi na apigwi ipasavyo. Dynamic Malembe, kwa mtizamo wako wewe unafikiria hili linasababishwa na nini? Na Juma J, mimi ninakuwa na kizuizi katika kujibu hiyo swali, kwa sababu mimi katika uchambuzi wangu wa hali ya usalama na kivita nimefanya uchambuzi takriban safari kama 6 kulingana na hali ya usalama mashariki mwa nchi na hususa hapo mjini Uvira. Lakini mpaka sasa nilikwenda kushindwa kufanya uchambuzi kulingana na hilo swala, kwa sababu hivi tukwende tuulizane, na hata mtazamaji anayekwenda kutusikiliza na kutuangalia mpaka sasa hivi akisikia kwamba kuna kautofauti kati ya wazalendo wao kwa wao. Na hapa nimetoka kuzungumza kwamba wazalendo watakwenda kuweka usalama ulio kamili Uvira, kwa mrazi mji wa Baraka. Sasa isikike kwamba kuna tofauti
kati ya majeshi ya wazalendo mjini Uvira. Tuseme hali ya mjini Baraka ndo hali ya mjini Uvira kwa sababu risasi nazo zinalia sana. Baraka na Uvira ni tofauti kwa sababu hapa hakuna ugaidi, hakuna tofauti wa wazalendo wao kwa wao. Hapa hakuna mabishano. Ndio. Yeah. Sasa mabishano yametokea ni hapo Uvira. Uvira nilivyokwenda kufuata nilikwenda kuzungumza na moja kati ya mashirika ya kiraia kama vile mkuu wa shirika la raia Machozi ya Raia mjini Uvira alisema kwamba kuna ubaguzi tuseme kati yao. Nilikwenda kusikia kama wazalendo wa Fulero, wazalendo wa Kibembe, sijui nini. Kumekuwa kuna mitafaruku imeanza kuingia kati yao. Yani nimeshindwa kuelewa hususan nini ambacho kinaweza kwenda kuwasambaza wazalendo. Lakini acha nikwende kusema japokuwa sitakosa neno la kuzungumza kwenye hiyo point. Sio vizuri wazalendo wao kwa wao kusikika tena kuona vurugo kwa sababu mpaka sasa raia 100% raia wamekwenda kulisifu sana jina la wazalendo ndugu yangu. Yani mpaka sasa raia wanakuambia ngao yao namba 1 ni wazalendo. Hapa Baraka kwanza kama kuna baadhi ya watu wana imani ya kuishi Baraka kuto kukimbia ni kwa sababu mzalendo yuko Uvira. Ndio. Walikwenda kusikia kwamba kizuizi na kibambazi cha kuzuia adui kiko Uvira. So raia yote ambaye ana akili zake nizamu tu za kuenea, ana akili zake timamu, hawezi akawa na jazba na habari za wasiwasi kwa sababu anajua mzalendo yuko Uvira. Laiti mzalendo angekuwa amesimamia Makobola, tarafa la Fizi ningekuwa na wasiwasi. Lakini mzalendo yuko mbele na Uvira mbele. Sasa kuna kuwa na tatizo lingine, raia wanajiuliza maswali tosha. Government ya jimbo imehamia mjini Uvira. Kwa nini government isichukue jukumu hilo la kuweza kuwaweka chini, kuweza kuwapatanisha waelewane vizuri ili wenzetu walioko mjini Bukavu wakombolewe haraka iwezekanavyo? Msingi tu wazalendo walioko huko kama watakuwa naleta mtafaruko, sisi kama watangazaji tunatokashauri kwamba kusiwe na ujimimi. Usije ile ambayo inasema Generali William Amuri Yakutumba. Kusiwe na ujimimi kwa sababu kama ujimimi utaingia na tamaa za kila mtu kujipendelea katika kundi lake litaleta kugawanyika kwa makundi na kugawanyika kwa makundi. Kwanza hizi habari za kusema kwamba kuna utofauti tayari ni kuwapa njia adui Juma J. Kuna utofauti sijui nini haitakiwi kuzungumzwa. So akupashi kuwa na migawanyiko, akupashi kuwa na makundi watu kuleta mitafaruko wazalendo wao kwa wao kwa sababu litaleta chachu nyingine na litaleta kelele nyingine na vurugo nyingine na itasababisha hata adui kuwa na furaha. Kwenda nikupatia habari moja ambazo labda hujui. Hapa juzi kulikuwa na habari za William Amuri Yakutumba kwenda kupoteza maisha. Kwenye mitandao ya kijamii kulikwenda kuvuma hizo habari kwamba Amuri Yakutumba amekufa, amefariki dunia, alikwenda kupigana sijui wapi. Sasa watu walisherekea ndugu yangu, sio huko nje, tusikwende kutaja majina ni wapi. Maadui walisherekea, nafikiri vile watu walitakiwa kupiga ngoma na kengele. Wakakwenda kusikia yule aliyekuwa anawasumbua. Sasa ujiulize sasa, kukuja na habari kwamba wao kwa wanaweza kubebana, watafurahi zaidi. Lakini zile habari zilikuwa za uongo, kubebea tu, ni kutaka raia wavunjike moyo kusikia Amuri William Yakutumba, lakini ni mzima na uzima wake. So hizo habari ni habari za kuleta matengano kwa raia na kuleta mashaka ndani ya mioyo ya raia. So, wajisikie, ningekwenda kushauri kwamba wazalendo wangekwenda kukaa pamoja, wasaidie raia na kusaidia jeshi la taifa FARDC kwa sababu wao ndio watakwenda kuliokoa ili jeshi. Kuokoa taifa. Na mjini Bukavu hali yaendelea kuwa tete. Dinamiki Malembe, tutoke kwanza mjini Uvira tuelekee mjini Bukavu ambapo hali yaendelea kuwa tete. Maiti inaokotwa kila leo, zinaokotwa kila leo na mpaka sasa watu wanajiuliza hivi tatizo haswa ni nini? Tatizo haswa ni nini ambalo linasababisha raia wanaenda kufa hivyo? Na huku wengi wao wanatuma hata audio, wanatuma hata message wakiwalilia wazalendo, mbona wamechelewa sana kuingia mjini Bukavu, watu wataisha. Asante sana Juma J Masuku, na jambo moja nataka niambie raia wote wa nchi ya Kongo. Nilikwenda kufata mazungumzo ya Rais Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi ambaye ni kiongozi namba 1 wa nchi ya DRC. Katika moja ya mazungumzo yake na neno ambalo alikwenda kuambia taifa, niseme diskuru katika lugha la Kifaransa. Juma J, hivi vita sio vita vya FARDC. Hivi sio vita vya wazalendo. Hivi sio vita vya chama cha UDPS. Hivi sio vita vya ENC.
Hivi sio vita sijui chama kingine, na sio vita cha UDPS chama kilichopo madarakani na vyama ambavyo ni vya upinzani. No, hivi ni vita vya wakongomani wote, na kila raia mkongomani ambaye anajijua ni mkongomani anatakiwa kujua kwamba hivi vita anatakiwa kuvipambania. Vita vinapambaniwa katika njia nyingi. Njia ya kwanza ni risasi, ni kusukuma adui. Njia ya pili ni mkongomani kuto kuvuzisha habari za uongo. Njia ya tatu ni mkongomani kuto kurahisisha maadui njia ya kuingia. Kama jinsi ambavyo walikwenda kuingia Goma, Bukavu. Mwisho wa siku tukao tunalaumu jeshi la taifa FARDC. Waliouza ule mji sio taifa, sio jeshi ndugu yangu. Waliouza mji wa Bukavu na Goma sio jeshi, sio mzalendo, sio government, sio mawaziri, sio wabunge, sio rais. Mji ulikwenda kuuzwa na sisi wenyewe raia wa Kongomani. Tulikwenda kusababisha maadui kwenda kuingia katika mji wa Goma na Bukavu. Sasa tulikwenda kuwaingiza huku tukiimba kwamba watu walikuwa wanaimba kwamba ukombozi umeingia. Ukombozi umefika, hivi tumekwenda kukombolewa. Ndio maana nikwambia hivi vita na hapo kwanza cha kushangaza wao ukombozi ulianza toka miaka 1990 walikuja na RCD, walikuja hivyo na ukombozi wakaja kama ilikuwa ni mwaka 2003 na 4 wakaja na CNDP. Sisi raia wa Kongomani wakaja tena 2008 wamekuja na jina lingine kwamba ni wakombozi na wakombozi. Jumatei raia wanatakiwa kujua kwamba wanatakiwa kuwa na nidhamu na akili zinazoangalia mbele. Ndio. Kwa nini nimesema hivyo? Ukombozi ulikuja Goma kulingana na lugha zao. Ukombozi umeingia Bukavu. Sasa kama ukombozi uliingia Goma, kwa nini kila siku kukutwa maiti? Na hizi siku nilisikia kwamba kuna vibarua vinapelekwa, mashirika ya kiraia wanalalamika. Na kitu ambacho wanatakiwa kujua kwamba Bukavu na Goma kwamba watu watakao kwenda kukomboa ule mji ni raia wenyewe. Namna raia walivyokwenda kuitika ule ukombozi kuingia, ni wao pia waitike tena ule ukombozi utoke. Yaani unataka kuniambia kwamba wao wenyewe raia waamshe mule ndani waamshe. Nini maana ya ile ambayo tunafunzwa shuleni kwamba wanasilafuati peuple par le peuple et pour le peuple? Maana nini?